Ndugu John amesema kabisa kwamba bwana, kwa nini mnalalamikia mambo haya wakati nyinyi msimamo wenu ni mabadiliko kamili au kamilifu, kwamba mfumo mzima umeparaganyika, undeni unatakiwa undwe mpya. Huo ndio msimamo wa Chadema. Tumelazimika kuzungumza hapa kwa sababu gani? Alichokifanya Kairima kwa niaba ya ile inaitwa kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa ni upotoshaji wa hali ya juu wa sheria na kanuni zenyewe ambazo wanasema wamesaini, na kikubwa zaidi katiba ya sasa ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sifa za chama za kugombea kushiriki zimeainishwa na katiba. Sifa ya wagombea kugombea zimeainishwa na katiba, na masharti ya maadili si miongoni mwa masharti kutokusaini maadili ya uchaguzi si sababu imetajwa na katiba ambayo bunge lilipewa mamlaka ya kuitungia sheria, na kwa maana hiyo kupoka haki ya vyama vya siasa na wanachama wao au ugombea wao kushiriki. Kwa hiyo tuliona kama ni upotoshaji, ni propaganda mbaya, lakini bahati mbaya imefanywa na tume, na ilikuwa inalenga kuwadhoofisha, kuwanyong'onyesha wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na washabiki wao na wapenzi wao ambao wanaamini katika chama hiki kwamba ndicho ambacho kitaifanya nchi hii iondokane na umaskini na kila aina ya kudharaulika ambayo nchi yetu inafanyiwa hivi sasa, licha kwamba imekuwa ni nchi ambayo imekuwa huru kwa zaidi ya miaka 64, lakini ina hali mbaya sana. Heshima yake sio kubwa. Tumekuwa wataalamu saizi, utaalamu uliopo saizi serikalini, wewe ni namna gani utaenda kuwa omba mkubwa. Sasa hiyo ndio CCM imetufikisha hapo, na hatuwezi kuendelea kuwa na nchi ambayo imeporomoshwa chini namna hiyo, wakati ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana za kuweza kufanya maisha ya Watanzania yaweze kuwa bora zaidi, na nchi hii iweze kuwa nchi ya maziwa na asali, kwa maana halisi ya maneno hayo. Huwezi kuwa na Tanzanite ukaendelea kuwa maskini. Huwezi kuwa na maziwa matatu makubwa katika bara la Afrika ukaendelea kuwa maskini. Huwezi kuwa na bandari na bahari zote ukaendelea kuwa maskini, lakini sisi tumefanikiwa kuzigawa zote na kuwapatia watu wa nje, na sisi kuendelea kutopea umaskini, na tunageuzwa kuwa akina Somali kwa mtemo akina Matonya, kwa maana katika kufunga na kufungua, alama za kufunga na kufungua usemi, tumekuwa Matonya wa hali ya juu. Hiyo ndio sisi imetufikisha hapo. Sasa tumekataa. Tunasema Chadema hajabadilisha msimamo, inadai mabadiliko ya kutosha, mabadiliko kamili ya sheria za uchaguzi. Kile ambacho kimefanywa na Kairima ilikuwa ni propaganda chafu. Ni propaganda chafu, na hapa tunataka tu kwamba wao kama dhamira zao bado zi hai, na kama akili zao zinafanya kazi, wasaishe hiyo, wafute hilo tamko. Kairima amekosea, na afute, atokea hadharani kama ambavyo alikwenda kunukiwa na ile kwenye kuna vyombo vya habari kwamba Chadema haina haki ya kushiriki, kwamba kwa sababu haijasaini. Madhari amesema hayo kwa kuwa inapingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na pingana na sheria hiyo ya uchaguzi ambayo anaitumia. Aondoe na afute kauli hiyo. Afute kauli hiyo. Sisi Chadema msimamo wetu uko pale pale. No reforms, no elections, kwamba tutahakikisha kwamba bila mabadiliko ya katiba na mfumo mzima wa uchaguzi usiwepo, kwa sababu tunaamini kwamba uchaguzi huu jinsi ulivyo, ukiingia tumepigwa. Nikana nilivyosema, CCM wamechukua madume, majike, mizungu yote na nganda sita zote. Kwa hiyo wewe unakwenda pale umeshapigwa. Ni setup, kwa neno la Kiingereza, it's a setup game, it's a rigged system. Na natumia maneno haya kwa maana ya uchungu mkubwa, kwa sababu hatuwezi kuwa na viongozi wanaotokana na uhuni na wizi wa kura. Mwalimu Nyerere alisema, wengine wamesema, na sisi tunasema kwamba hatuwezi kuwa na mfumo wa ujanja. Tunataka viongozi wetu watokane na maamuzi ya Watanzania. Ule uamuzi wa Watanzania wa kumchagua fulani na fulani ndio awe kiongozi wake, basi, au kiongozi wao, ndivyo inavyotakiwa kuheshimiwa.
Si ujanja wa kwamba utajichagulia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, makamu wa tume ya uchaguzi, makamishna wote wa tume ya uchaguzi na wakurugenzi wote wasimamie uchaguzi. Haikubaliki. Naomba Samia kama ana dhamira safi, naiambia CCM kama ina dhamira safi bado, kama kuna chembe ya usafi na dhamira katika mioyo yao, waweze kuruhusu mabadiliko yafanyike, ili mwisho wa siku, kwa sababu mwisho wa siku wao ni Watanzania na sisi ni Watanzania, tuchague watu, wapatie Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wao, ili tuwafanye watoto wetu, wajukuu zetu wawe na maisha bora zaidi. Sisi tunataka tuwawekee msingi watoto na wajukuu zetu, msingi mzuri ambao utawafanya kwamba waishi katika nchi ya kweli, yenye demokrasia ya kweli ya vyama vingi.